Naam, nataka nichukue nafasi hii niweze kukukaribisha katika siku hii ya leo, nikitumai ya kwamba Bwana ameweza kukulinda, amekuwa pamoja nawe mpaka wakati huu. Basi tunaendelesha katika fundisho letu ambalo leo ni kipindi chetu cha 7 kuhusu kuzuka kwa Uislamu na unabii wa Biblia. Karibu sana. Na kabla sijaanza, wacha tupate ombi fupi. Tunakushukuru mfalme wetu, Muumba wa mbingu na nchi. Tunapoanza kipindi hiki ambacho ni cha neno lako, tuongoze kama Roho atakavyo, maana ni katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi na kuamini. Amen. Karibu tena. Basi leo tuna maneno makuu, kwa sababu tunaenda kuconclude katika historia vile Biblia inavyosema katika unabii wa Ufunuo 9. Tufanye conclusion, alafu siku ya kesho tunajiuliza, je, tutakuwa na somo leo linasema, je, maandiko yale ambayo walimu wa Kiislamu wanatumia wakidai ya kwamba hayo ndiyo yanaeleza kuhusu kutabiriwa kwa Muhammad katika Biblia ni ya kweli, mbali na unabii huu wa Ufunuo 9, kwa sababu historia ya Uislamu inaelezewa peke yake katika Biblia, katika kitabu hiki cha Ufunuo 9, vile ulivyozuka na historia yake. Basi somo hili la leo nataka nianze namna hii, nikisema ya kwamba Muhammad ambaye ndiye mwanzilishi, Nabii Muhammad ambaye ndiye mwanzilishi wa Uislamu, alizaliwa mwaka wa 570. Akapata utume wake alipokuwa Jabal Hira, historia inavyosema ya Kiislamu, alipobanwa na ile kiumbe kilichojitokeza pale. Baadaye Waraga anaenda kumwambia yule alikuwa ni Jibrili, ambao ushahidi huo tayari tukapata kwamba haupatikani mahali popote katika Biblia ya kwamba alimtokea Musa kule jangwani alikuwa ni Jibrili. Kwa hivyo mambo ya kutatanisha tayari pale yanaanza. Na Ufunuo 9 inaongea basi kuanzia wakati ule yeye azaliwe mpaka tunafikia mwaka wa 1840 Agosti tarehe 11. Takriban zaidi ya miaka 1200 na zaidi. More than 1000, it's a history of more than 1200 years. Imagine, in just one page of the scripture. Ndio naambiwa Yesu ni hekima, akaleta kitabu hiki cha Ufunuo kwa njia ya kipekee, ili asomaye atakaye hekima kwa Yesu apewe, ili akaweze kutafsiri juu ya maneno haya. Basi leo tuko katika kitabu kile kile tukiangalia katika historia hii. Jana tuliangalia wakati ule, sasa ile wakati ule, ile miaka 50, miaka 150 ambayo sasa Waturuki hawa, the Ottoman Empire, ilitesa nini? Ilitesa the Eastern Roman Empire bila kuishinda for 150 years, ambao tumepata katika Biblia is 5 months. Unaweza ukarifaa katika masomo yale mengine, lakini haikuweza kushinda. Baada ya zile 5 months ama miaka 150 imekwisha, tunaambiwa kwamba lazima tukio lingine litokee, kwa sababu Biblia ikisema jambo lazima lifanyike vile Mungu alivyosema. Ilipotimia ile miaka 150, tunapata kwamba sasa ile the emperors of the Eastern Roman Empire walikuwa wamekuwa very weak, kwa sababu ya miaka 150 consecutively war, na hata kule nyuma pia kuna vita vingine. Basi wakawa wamedhoofika hawa, na walipokuwa wamedhoofika, na yule sultani wa Turkey anaendelea kupata nguvu kila uchao. Wale Waislamu wakati ule wanaendelea kupata nguvu, wanapigana nao, wanataka kutawala na wateke yale maeneo matakatifu kama Jerusalem na maeneo mengine ya kidini. Maana walikuwa wanataka overpower yale maeneo, inaitwa the Holy Land, ili wa occupy nao, ili sasa yale maneno ambayo imesema Biblia waweze kufulfill wao. Maana ni dini nyingine mpya inachipuka, inataka kushindana na ile dini ambayo imekuwako tangu zamani, dini ya manabii. Sasa dini mpya inachipuka. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima waende kule, maana ndio ilikuwa ni lengo lao. Sasa tunakuta pale wakadhoofika. Walipodhoofika sasa, masultani wakachukua nini? Wakachukua hatamu za uongozi. Na wakati ambao walikuwa handed over, tunaambiwa kwamba is 27th of July 1449, ambako sasa baada ile miaka 150 from 1299 ambayo nimeangalia kule nyuma, ilipofika July 1449, basi ikabidi the emperor of the Eastern Roman Empire walienda wakamapproach Sultan of Turkey, wakamwambia, sisi hatuwezi kutawala, hatuwezi kuchagua ndugu yetu awe emperor bila wewe.
Kumaanisha wewe kama ni mfalme utawezaje kwenda kumomba ruhusa mfalme mwingine? Kumaanisha sasa walikuwa wamefanya nini? Voluntarily hao wenyewe walisurrender because they were weak. Kwa hivyo wali hand over wao wenyewe kwa hiari, kwa sababu walikuwa wanajua hata wakishindana na sultani hawezi kushinda. Kwa hivyo the Ottoman ama the destroyer ama Apollyon vile alivyotajwa katika Biblia, basi akachukua nini? Akachukua hatamu za uongozi. Na tunaambiwa alichukua hatamu za uongozi vipi? Wale malaika wanne ambao walikuwa frati walifanya nini? Walifunguliwa. Walifunguliwa. Na hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba huyu sultani wa Turkey alitumia province 4 za Kiislamu, za utawala wa Kiislamu. Province hizi 4 katika historia inatuambia kwamba hiyo, katika historia the rise and fall of the Roman Empire ambayo imeandikwa na Edward Gibbon, inatueleza hivi ya kwamba province hizi 4 ilikuwa ni Aleppo, Iconium, Damascus and Baghdad. Kwa hivyo malaika wanne, wajumbe wanne wa sultani waka-coordinate attack. Na in 1453 they destroyed completely the Constantinople, na hapo ikawa the Eastern Roman Empire has been defeated completely. Kwa hivyo wakachukua power kama Biblia ilivyofanya nini? Ilivyosema. Lakini hao malaika wanne tunaambiwa walikuwa wametengwa tayari kwa muda wao. Kwa muda wa saa na siku, alafu na nini? Kwa muda wa saa na siku na mwezi, alafu na mwaka, ambao tumeangalia katika Biblia. Katika Biblia siku moja katika kitabu cha Ufunuo inamaanisha mwaka mmoja. Tukaangalia lisali moja itasimamia nini? Lisali moja unachukua 1/24 multiplied by 360 days of the year, unapata ni 15 days. Ukija katika siku unajua tayari hiyo ni mwaka mmoja. Alafu ukija katika mwezi hiyo ni miaka 30. Maana ni siku 30. Alafu katika mwaka ni miaka 300, ni katika miaka 360 ambayo ni siku 360. Kwa hivyo ukimultiply, kwa hivyo ukiadi hizo zote unapata miaka 391 ambayo utawala huu wa Sultan of Turkey ulikuwa utatawala. Na baadaye kuanzia hiyo July 27th 1449 uadd 391 plus 15 days from 27th of July, hiyo utakuja mpaka utafika 11th of August 1840. Utakuwa utawala ule wa Waturuki wa Kiislamu ulikuwa utafanya nini? Utakuwa umekwisha. Na hapo lazima tuangalie, je, tukio la historia linasema hivyo? Je, Biblia yale iliyosema katika kitabu hiki cha Ufunuo yalitimia vile inavyosema? Hayo ndio maneno ambayo inafaa tuiangalie. Kwa hivyo tukija katika mlango, tukija katika sasa mstari huu wa 16, ndipo sasa nataka tusome pale mpaka 19, ambayo inasema hivi: na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000, nilisikia hesabu yao. Hiyo ndiyo iliyokuwamo hiyo ndivyo ilivyowaona hao farasi katika maono yangu, nao waliokaa juu yao wanadirii kifuani kama za moto na samawi na kiberiti, na vichwa vya farasi hao za moto na za samawi na za kiberiti, na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba, na katika vinywa vyao hutoka moto wa moshi na kiberiti. Theluthi ya wanadamu waliouawa kwa mapigo matatu hayo, kwa moto huo na kwa moshi huo na kiberiti hicho, yaliyotoka katika vinywa vyao. Kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao, maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa, nao wanadhuru kwa hivyo. Kwa hivyo hapo unakuta kwamba maneno haya yanaendelezwa katika hii miaka gani? Katika hii miaka 391 ambao hao Waislamu wa kule Uturuki waliendelesha vita. Baada ya kufanya nini? Wamepindua ile Rumi ya Mashariki, sasa wanatawala. Kwa hivyo katika maneno ambayo tumesoma hapa, Yohana huyu ambaye hajaona katika maisha yake vita vya bunduki, yeye anajua vita vya mishale na vita vile vingine vya zamani, lakini anaona kule mbele na hajawahi ona bunduki, na akaandika kwa vile alivyoelewa katika maono haya katika lugha ya kibinadamu ili tumuelewe.
Na ndio nakuta hapa anaona wanadamu wamepanda mafarasi wakiwa wamevaa vyuma katika vifua vyao, wamevaa vitu katika vichwa vyao. Akaona hizi vitu wamepanda mafarasi wa vita na wanatumia gani. Kwa hivyo hapa Yohana kwa mara ya kwanza aliona vita ambavyo vinatumia mabunduki. Kwa hivyo katika vita hivi ambavyo unatumia, unarusha marisasi pale, inatoka moshi na inatoka na moto. Yohana ndo akaandika maneno haya. Kwa hivyo kwa mara ya kwanza tunaoneshwa katika historia ya unabii huu vita vya nini? Vita vya bunduki ambavyo vilipiganwa sana kule katika sehemu ya mashariki ya utawala wa Kirumi. Na tunaambiwa hata katika historia, katika ule mwaka wa 453 hawa Waislamu hawa wa Uturuki, masultani walitumia huu ujuzi wa mabunduki, wakapiga ule ukuta wa Constantinople, wakaubomoa, kwa sababu kwa miaka mingi ulikuwa unapigwa lakini hauwezi ukaingia pale ndani. Kwa hivyo silaha hizo wakazitumia kubomoa, na hivyo wakasambaratisha kabisa katika utawala huu ambao ulikuwa ni utawala wa Rumi ya Mashariki. Kwa hivyo baada ya miaka hii ilikuwa ni lazima jambo fulani litokee. Kwa hivyo ile 16 mpaka 19 si jambo lingine linazungumzwa pale, ni historia ya vita kwa mara ya kwanza, vita vya bunduki vinaelezewa pale. Kwa hivyo vilipiganwa sana kule sehemu za Ulaya, mpaka wakoloni walipokuja katika sehemu za Afrika pia walikuja na mabunduki na wakaweza kututawala, wakatutishia, wakaoa machifu wetu, wakaoa viongozi wetu, wakatuchukua na wakatupeleka utumwani. All that is in history. Kwa hivyo unaweza ukachanganya na mengine kujifundisha kule mbele. Kwa hivyo vita vya bunduki ndio vinazungumziwa katika mahali hapa. Lakini tunaambiwa muda gani? Umepewa muda ule wa saa na siku na mwezi na mwaka, miaka 391. Lazima jambo litokee katika wakati ule. Kwa hivyo ni jambo gani lilitokea? Ili tukijua kwamba lilitokea tutajua neno la Mungu ni kweli na ni amin. Tulisoma pale ya kwamba neno lako Bwana ni kweli katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu siku zote ni kweli. Ni jambo gani ambalo lilitokea baada ya miaka hii ambayo tukio kuu litatokea katika Agosti tarehe 11 1840? Ni jambo gani ambalo lilitokea pale? Tunaambiwa baada ya muda mrefu katika vita hivyo, masultani wakipigana pale, ilipofikia mwaka wa 1838, baada ya muda mrefu wamepigana na kule Eastern Europe. Kwa hivyo wanatawala kule, walikuwa mabapari, wamepiga watu na kuwaua, wamechinja Wakristo wengi sana ambao Wakristo walikuwa wanachanganya dini pamoja na masanamu. Walichinjwa wengi sana, wengi walikuwa wanaabudu masanamu, waliweza kuwachinja na wakakithirisha dini ya Kiislamu wakati ule. Kwa hivyo unakuta kwamba Mungu anaweza kuruhusu mapigo mara nyingine ili tuweze kumrudia yeye. Maneno hayo tutayaona kule mbele. Kwa hivyo unakuta kwamba baada ya muda huu kuisha, lazima kuna jambo fulani pale linatokea. Ni jambo gani ambalo lilitokea baada ya muda huu? Tunaambiwa kwamba in 1838 sultani mwingine wa kule kule Misri alijitokeza, akaja mpaka kule na akaanza kupigana na sultani wa Turkey, na yule sultani wa Turkey akashindwa. Alishindwa kwa sababu gani? Neno la unabii lilikuwa limefika wapi? Limefika mwisho. Na Mungu anasema nini? Yeye huingiza wafalme na hutwaa wafalme. Yeye ndiye ana control historia ya dunia hii akiwa juu mbinguni. Kwa hivyo tunakuta kwamba wakati ukifika pia dunia hii itaenda kama ukurasa, kama Mungu alivyonena katika maneno yake. Kwa hivyo yule sultani wa Turkey akashindwa. Na aliposhindwa yule sultani wa Turkey, sasa mataifa manne ya Ulaya makubwa yenye nguvu yakajua habari zile, na hawakutaka ya kwamba yule sultani wa Egypt aweze kuchukua ule utawala, kwa sababu alikuwa more radical. Kwa hivyo ikabidi waingilie ili sasa wasambaratishe kila kitu. Wakaenda, they are ready for war. Na yule sultani alipoona yule wa Turkey, alipoona yale maneno, akaona hawa siwezi kupigana nao kwa sababu mimi mwenyewe tayari nimeshindwa vita. So yeye, kwa sababu pia ule sultani ulipewa mamlaka voluntarily, wale emperors of Eastern Europe walisurrender wewe wenyewe bila nguvu za kijeshi. Yeye pia alipoona ya kwamba hawezi akapigana nao, basi yeye akawaambia wale mataifa, haina haja, lakini mimi na hand over mamlaka kwenu, mtawale kwa niaba yangu. Basi wakati ule aka hand over the affairs of the government to these 4 powerful European countries ili zitawale kwa niaba yake. Unabii ukafanya nini? Ukatimia. Sasa akafanyaje baadaye? Akachukua barua yule sultani wa Turkey, akaandika barua. Alipoandika barua ile akaisign, akaituma kwa mjumbe
aende mpaka wapi? Aende mpaka kwa yule sultani wa Egypt ambaye alikuwa tayari anataka kukalia kile kiti. Akamwandikia, akamwambia, mimi nimesarenda kwa mataifa manne, 4 powerful nations of Europe, nimesarenda mimi. Kwa hivyo mimi siko tena katika huo uongozi. Na kuanzia siku hiyo, na yule messenger ama yule mtumwa aliyetumwa alifika Alexandria kule Misri tarehe 11 Agosti 1840. Unabii ukafanya nini? Ukatimia. Ikawa exactly miaka 391 na siku 15 hapo mtumishi akawa amefika Alexandria. Akaenda akapeana ile barua, na tangu hapo mpaka leo Turkey inaishi kwa msaada ya mataifa ya Ulaya. Hata hivi imeingizwa katika NATO na mambo mengi. Turkey haiwezi kujitawala yenyewe, inaishi kwa msaada wa nini? Wa mataifa yale yaliyozingirwa na mataifa yale ya Ulaya. Mpaka leo unabii ukafanya nini? Ukatimia. Sasa hapo basi tunaenda mpaka mstari ule wa 20. Na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani na masanamu na madhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda, wala hawakutubia uuaji wao wala uchawi wao wala usherati wao wala wizi wao. Kwa hivyo unakuta Uislamu huu ama utawala wa Kiislamu uliweza kuzuka kwa kuwatesa Wakristo wengi wa kule sehemu za mashariki ya Ulaya ambao walikuwa wamemwacha Bwana wao. Biblia inavyosema wamechanganya masanamu pamoja na nani? Na Mungu. Ndani ya wapi? Ndani ya, ambayo Biblia haijasema kitu kama hiyo. Ni corruption za kitamaduni zinachanganywa. Na wakati ule wakateseka sana, na Mungu wakati mwingine anaweza akaruhusu ubaya ukatokea ili watu wa Mungu wakaweze kutubu na kumrudia yeye. Lakini Biblia inatuambia hapa hawakutubu na bado wanaendelea namna hiyo mpaka leo. Biblia inasema wazi ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga kitu chochote kilichoko mbinguni na kilichoko duniani chini, kilichoko majini na kilichoko hata mahali popote. Usiweze kusujudia wala usichonge vitu hivyo ukavisujudia. Hata mfano wake Mungu wala wa malaika useme hata huyu ni Yesu, hata unamtengeza kama sanamu. Ni makosa katika Biblia. Lakini je, kuna watu ambao wanafanya mambo hayo? Yako. Na haya ndiyo mambo ambayo yalileta mpaka Mwenyezi Mungu akaleta tawala hizi ili zikawa uchungu. Lakini wanadamu wengi mpaka wa leo hawajatubu mpaka wakati huu. Kwa hivyo historia inatuambia namna ile. Kwa hivyo Uislamu, hatima ya Uislamu basi ikaendelea kuanzia wakati huo, na mahali popote inapoingia moshi huu ambao unaziba mafundisho ya Biblia inaendelea. Mahali popote inapoingia unakuta ubepari kama huu unaendelea. Na Mungu ameruhusu mambo kama haya yatendeke ili mimi na wewe tukaweze kumrudia Bwana wetu Yesu Kristo, ili tulijue Biblia linavyosema na tuweze kutubu kwa Mungu wetu. Lakini wanadamu bado hawajasikia juu ya maneno haya. Kwa hivyo unakuta ndugu yangu, katika maneno haya unabii ulivyosema juu ya maneno haya yakatimia kama Biblia inavyosema. Kwa hivyo katika mchana huu wa leo nataka niweze kukualika ili kabla siku ya kesho ambako tutaendeleza maneno haya zaidi, tuangalie mafundisho yale ambayo Waislamu wanatumia wakisema Nabii Muhammad ametabiriwa. Je, ni kweli ama ni propaganda tu? Kwa sababu ukiangalia kuzuka kwa Uislamu iko katika Ufunuo 9 ilivyozuka, mafundisho yao na kila kitu, unajua kwamba haitokani na Mwenyezi Mungu. Ni moshi ambao umeharibu dunia na hatima yake umeona historia yote. Nimekava historia, Biblia imekava historia ya more than 1200 years. Sasa Yesu anakuambia maneno haya mchana huu wa leo, kabla hatujafunga neno hili katika kitabu cha Ufunuo 3:21 ambapo inasema hii katika Ufunuo 3:20 inasema, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakuwa pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa hivyo kabla parapanda kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo haijapigwa, Bwana wetu atakapokuja pamoja na mwaliko wa malaika wakuu
kule juu mbinguni atakapoita watakatifu wake ili tukaweze kukutana pamoja naye. Maana katika Yohana 14 alisema, usifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, lakini naenda kuwaandalia mahali, na nitakapomaliza nitakuja tena kuwachukua, ili pale nilipo nanyi mkaweze kuwapo. Kwa hivyo hii ni ahadi ya Bwana Yesu, naye tunakuta kwamba tumeanza historia hii yote inapofika mwaka wa 1840 watu waliposoma katika kuwa fulfilled ama kukamilishwa kwa unabii huu, wengi waliweza kuokoka na wakamkubali Bwana Yesu, kwa sababu walijua kabisa ya kwamba unabii wa Biblia ni kweli na ni amini. Vile historia ilivyosema, hivyo ndivyo ilivyokuwa, kama unabii ulivyokuwa umetabiri zamani. Kwa hivyo wengi wakaweza kumwamini Yesu Kristo, na hata hivi matukio haya yote na yakutie moyo ya kwamba neno la Mungu ni kweli na ni amini, na Yesu anapobisha, mfungulie mchana huu wa leo ili akaweze kuanza maisha mapya pamoja nawe, ambayo mwishowe atakapokuja tutakuwa pamoja naye katika uzima wa milele. Yesu Kristo ndiye Bwana wa mabwana, na yeye ndiye mfalme wa wafalme. Bwana aweze kukubariki, aweze kukulinda mpaka siku ya kesho tutakapokutana katika fundisho lingine muhimu sana. Hivyo ndivyo historia ya unabii Ufunuo mlango wa 9 ilivyotabiri juu ya kuja kwa Uislamu, na hivyo ndivyo historia ilivyothibitisha kwamba neno la Mungu ni kweli na ni amini. Bwana akubariki na akulinde, na tuombe ili tukamilishe fundisho hili. Tunakushukuru Bwana na Mungu wetu, neno hili liwe ufariji, na neno hili Bwana liweze kututia moyo na tumaini, na tukukubali wewe ili tujitayarishe unapokuja tukapate nafasi katika ufalme wako. Tulinde Yesu, na ubaki pamoja nasi, na utupe tumaini hili hadi milele. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana akakubariki na pamoja nawe.